Naam, habari za asubuhi mtazamaji popote pale unapotutazama kwa hivi sasa hapa Azam TV. Kama ilivyo kawaida, huwa tunakuunganisha na mambo kadha wa kadha kuelekea mchezo huu wa dabi ya Kariakoo, na leo hiki ni kipindi maalum kuelekea hiyo dabi ambayo itapigwa leo hii katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar, muda wa saa 2 usiku. Kila mmoja anasubiri kuona nini kinakwenda kutokea katika mchezo huu wa ligi kuu ya NBC, na bila shaka yoyote popote pale unapotutazama umejiweka tayari kwa ajili ya kwenda kuishuhudia hiyo dabi, na unawaza mambo yako mwenyewe kwamba ni nani atakayefanikiwa kwenda kupata ushindi ama vipi. Lakini ni fumbo ambalo limejifumba mpaka sasa, hakuna atakayejua mpaka dakika 90 zitakapomalizika. Tutakuwa na mkusanyiko wa takwimu mbalimbali kuhusiana na vilabu hivi viwili katika dabi mbalimbali ambazo wamekutana tangu miaka hiyo, na tutakupitisha kote huko. Kuna vitu vingi sana ambavyo tumeviandaa hapa kwa ajili yako uweze kujua kwamba hii miamba miwili ya soka Tanzania inapokutana ni vitu gani vinakwenda kuzalishwa, achilia mbali ushindi, lakini kuna mambo mengine mengi ya kiufundi uwanjani yanakwenda kutokea. Mimi ni Omar Katanga, nitakuwa hapa katika kuhakikisha kwamba na kuunganisha na mambo yote ambayo yatafanyika hapa, na nitakuwa na uchambuzi wangu hapa kuhakikisha kila kitu kinakwenda kuwa vizuri kabisa, na tunajiweka hapa tayari kwa ajili ya kwenda kuangalia haya yote ambayo tumeandaa. Bila shaka hali zenu ziko sawa sawa. Mambo yanakwenda vizuri. Umekaa kidabidabi au ni kufuatilia na kuona nini kinaweza kwenda kutokea, kwa sababu unabakia kuwa ni miongoni mwa michezo mikubwa barani Afrika. Bila shaka yote. Usikula, unaionaje hii dabi kwanza? Kifupi sana. Dabi ya kipekee. Mchezo wa kwanza kwenye viwanja vya New Amani Complex Zanzibar kama mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu huu. Yes, kwa msimu huu, lakini pia hata kihistoria, maana zamani ilikutana katika michuano mbalimbali ya ligi kuu ya Muungano, klabu bingwa Afrika Mashariki na Kati, lakini tunatazama kwamba ni mchezo wa kipekee ambao tunakwenda kutazama kwa kina. Kwa hivyo ni mechi ambayo imesubiriwa kwa hamu na wapenzi wa soka, sio Tanzania peke yake, lakini Afrika kwa ujumla, kuweza kuona miamba hii miwili ya soka yanakwenda kuonyesha soka gani katika mchezo wa dakika 90. Ni dabi ambayo inasubiriwa kwa hamu kubwa sana. Unajua Yanga Simba Yanga zimeshakutana mara 6 katika uwanja wa New Amani Complex, uwanja wa New Amani Zanzibar. Wamekutana mara 6 katika historia yao, na hii dabi ambayo inachezwa leo itakuwa ni dabi ya 7 unakwenda kukutana. Na tumeshuhudia mambo mengi sana yameibuka katika hizo dabi ambazo wameshazicheza mpaka sasa. Watu wanataka kuona dabi mpya hii itakwenda kuzalisha kitu gani. Hakika kuna mambo mengi, na miongoni mwao nafikiri ni mwenendo wa vilabu ndio ambayo imekuwa gumzo. Ukiangalia kile ambacho Yanga amekifanya kwenye mchezo 6, lakini kile ambacho kimetengeneza matumaini mapya kwa mashabiki wa Simba, viongozi na wale ambao wamekuwa wakitoa mitazamo yao kuelekea kwenye huu mchezo. Kwa hiyo michezo ambayo imeshapita ina nafasi yake kwenye kuzungumza mchezo huu. Lakini ukijaribu kuangalia kile ambacho wengi wanakieleza, wengi wanazungumza nini kinachoweza kwenda kutokea kwenye mchezo huu, kama vile ni mchezo mpya kutokana na usajili ambao Simba alikwenda kufanya, lakini performance kwenye michezo ambayo imetoka kuchezwa hivi karibuni. Kwa hiyo inatengeneza huu upya unaozungumza, lakini huko nyuma imekuwa ni michezo ambayo inachezwa kwenye Kombe la Mapinduzi ama michuano ya Muungano, si ligi kuu. Kwa hiyo ligi kuu na yenyewe ina ladha yake. Ni Yanga ambao wameifanya Zanzibar kuwa ngome kwenye siku za karibuni. Utachukua ile mchezo wa ligi ya mabingwa. Kwa hiyo ni mchezo ambao unakuja na ladha ya tofauti, lakini matarajio kwa watu wanaopenda mpira, watu ambao wako more neutral, ni kwamba tutashuhudia mechi nzuri kwa sababu ya performance ya Simba na performance ya Yanga kwenye michezo hivi karibuni. Simba na Yanga dabi hii kutoka katika jiji la Dar es Salaam kwenda kuchezwa nje ya mkoa wa Dar es Salaam, sio mara ya kwanza hii. Tunasema kwa Zanzibar peke yake ni mara 6 imeshachezwa. Leo itakwenda kuchezwa ya 7. Lakini tutakumbuka pia walishacheza katika uwanja wa Nyamagana kule Mwanza. Kipindi hicho ambako mechi hiyo ilizua mambo mengi sana kusema kweli, na rekodi mbalimbali ambazo zimeandikwa katika huo mchezo. Hii tafsiri yake ni kwamba hii ni dabi popote raha ikapatikane. Si Dar es Salaam peke yake ndio tunatazama kupitia kwenye TV, lakini kwenda kufanyika nje ya mkoa wa Dar es Salaam peke yake ni kwamba ile furaha, raha, tambo na kila kitu za wazi zinazidi kutanuka katika maeneo mengi ya nchi yetu. Moja kati ya sababu kubwa zaidi ni uwepo wa mashabiki kwenye kila kona ya Tanzania. Ndicho maana kinaifanya kwamba Simba na Yanga popote ambapo itakwenda, basi lazima utaona nyumi la watu likijaa uwanjani. Utakumbuka pale Kigoma
kwenye uwanja wa Lake Tanganyika, utakumbuka CCM Kirumba. Unatazama kuona kwamba timu hizi maskani yao ni Kariakoo, lakini kila unapokwenda unaona wingi wa mashabiki wengi wa soka. Na hata ukiangalia kwenye mechi zao za ugenini tu kwenye ligi kuu, unaweza kusema kwamba mbona timu ya nyumbani ina mashabiki wachache kuliko ambao wametoka Dar es Salaam. Kwa hivyo yote na kabisa inachagizwa na uwepo wa mashabiki ambao wametapakaa kwenye kila kona ya Tanzania kwenye hivi vikosi viwili. Kwa hiyo wategemea kwamba pote ambako mechi itakwenda basi lazima utaona mashabiki wakijaa kwenye uwanja. Na kikubwa pia tufahamu, unapoona mchezo wa Simba na Yanga unapigwa Kariakoo Derby, unapigwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, asilimia zaidi ya 60 mpaka 70 ni watu ambao wanatokea nje ya mipaka Dar es Salaam. So unaona hiyo picha. Kwa hiyo unatazama kwamba hii mechi ambayo itapenda kuwafikia huko walipo, basi pia lazima watazidi kujaa kwa wingi zaidi. Bila shaka basi mtazamaji, namna hiyo, na tumekuambia tuna mambo mengi sana ya kuzungumza hapa, takwimu mbalimbali ambazo tunazipitia tukiangalia hapa katika kuanzia msimu wa mwaka 2017 mpaka sasa, ile head to head vikosi hivi vilivyokutana. Unaona michezo 16 ambayo wamecheza, na ushindi mara 6 kwa upande wa Young Africans, mara 3 kwa upande wa Simba. Sare ni 7, lakini kupoteza ni mara 6 Simba, mara 3 Young Africans. Mabao ya kufunga, Yanga wamefunga mabao mengi 17, Simba wamefunga mabao 11 pekee. Mabao ya kufungwa, yani yale ya kuruhusu, Simba wameruhusu mabao 17 hayo dhidi ya 11 kwa upande wa Young Africans. Lakini zile mechi ambazo zimemalizika kwa clean sheet, Simba wao wamefanikiwa mechi 6 na Yanga wamefanikiwa mechi 7, na kadi za njano zimeshuhudiwa 41 kwa upande wa Yanga na 48 kwa upande wa Simba, na kadi nyekundu ni moja tu katika michezo hiyo, ambapo ni Young Africans peke yake wakipata kadi hiyo nyekundu. Busikula, kwa kuanzia hapa kwenye takwimu hizi peke yake za head to head, hii inatoa sura gani kuelekea mchezo wa leo? Yes, kitakwimu inatoa sura kwamba katika michezo iliyopita hasa 16 ambayo tumeiona, kitakwimu inaonyesha hasa katika upande wa kuvuna alama 3 ama kupata ushindi, wananchi ndio ambao wapo juu kuliko kikosi cha Simba, na unaweza kaona wakiwazidi zaidi ya mechi 3. Maana yake Yanga wameshinda michezo 6, Simba wakishinda michezo 3. Kwa hiyo kwenye hilo tu eneo inakupa kwamba ni mechi ambayo inaingia wakati ambao kumbukumbu zinaonyesha kwamba Yanga ndio wameshinda michezo mingi katika ile 16 iliyopita. Lakini pia unajaribu kuona unakwenda mbali zaidi, kuweza kuangalia hata kwenye ubao wa kutikisa kamba. Angalia wananchi katika hizo mechi ambazo wameshinda mechi 6, hizo mechi 16 wamefunga mabao 17 na Simba wamefunga mabao 11. Na principle ya football inasema kwamba ili upate alama 3 ama ili upate ushindi lazima ufunge mabao kuliko mpinzani. Yaani kwenye mpira wa miguu uingie kuzuia, unaingia kufunga mabao. Joachim Cruyff alisema kwamba football ni kufunga mabao mengi kuliko mpinzani. Yaani hiyo ndio maana yake. Sababu kuna muda pia utaruhusu magoli. Kwa hiyo ili ushinde, funga mabao mengi kuliko mpinzani. Kwa hiyo wananchi pia wameonyesha kwa nini wao wameongoza kwenye head to head kuliko Simba. Maana yake unaona wameshinda mara 6, lakini je, mabao ya kufunga ni mangapi? Ni 17 kuliko Simba. Kwa hiyo ni kitu ambacho pia wananchi wanaingia nacho, ikiwapa morali na ikiwapa chachu ya kuona kwamba pengine wanaweza kuingia kama timu ya kwanza kiwanjani, na ndicho ambacho kinakwenda kuonekana. Ndio, lakini katika takwimu hii ambayo tunaiangalia sasa hivi kuanzia 2017 mpaka hivi sasa, jinsi ambavyo wamekutana kwa michezo hiyo 16, mabao ya kufunga na kufungwa yote ukijumlisha ni mabao 28. Mechi za dabi hizi za Yanga na Simba ni mara chache sana kwa miaka hivi karibuni kushuhudia magoli mengi, na ikitokea inabaki kuwa ni story kubwa na inaandikwa ile. Yes, unajaribu kuangalia mchezo wa mabao 5-1, namna ambavyo Yanga waliusherehekea mpaka kuweka kwenye jezi zao, ni sehemu ya vitu vinavyokuonyesha sio ushindi ambao unatokea mara kwa mara. Ukijaribu kuangalia takwimu jinsi zilivyo, utakuja kuona bado idadi kubwa ya mabao ambayo yamekuwa nafungwa ni ndogo, kwa sababu namna ambavyo walimu wanajiandaa, intensity ya mchezo wenyewe, umakini unakuwa mkubwa. Huu ni mchezo ambao kwenye dressing room kocha hahitaji kuongea vitu vingi na wachezaji wake. Watu wanajua nini kinachohitajika nje, watu wanajua namna gani wanatakiwa ku maintain standard. Hizi ni mechi ambazo zinabadili hata taswira ya mashabiki juu wanavyowatazama wachezaji. Dabi inaweza kukufanya kwenda kwa shujaa, lakini inaweza kwenda kukushusha, kukuondoa kwenye picha na kuonekana kama ni mchezaji tu wa daraja la kawaida. Kwa hiyo umakini huo ndio umekuwa ukifanya sasa vitu ama makosa yamekuwa kipungua ndani ya uwanja, jambo ambalo limekuwa linachagiza kwa namna moja au nyingine matokeo kuwa finyu au madogo. Lakini pia huwezi kuacha kuzungumza maendeleo kimbinu. Kwenye siku za karibuni kumekuwa kuna
maboresho kwenye eneo la mabenchi ya ufundi. Makocha ambao wamepita hivi karibuni, utaanza ukizungumza nyuma kidogo 2017, utazungumza 18 kina Sven van der Broek, kina Gamondi wamepita hapa, kina Nabi. Kwa hiyo ile tactical ability ya timu inakuwa kubwa, na ni jambo ambalo linasaidia kwenda kuifanya michezo kuwa migumu. Ukijaribu kutazama kile ambacho kilikuwa kinatokea kwenye michezo ya nyuma, unasema wakati mwingine wachezaji walikuwa wanajiachia zaidi kutaka kuicheza michezo hii kwa kutegemea ubora wao kuliko kile ambacho kilikuwa kinatolewa na mabenchi ya ufundi. Yes. Sawa, hebu tuangalie dabi ambazo zimechezwa kwa mwezi huu Machi. Maanake hapo tunasema kabisa kwamba hii dabi ya leo ipo dabi kwa mwezi Machi. Sasa je, kuanzia mwaka 1965 mpaka 2025 dabi ambazo zimechezwa mwezi Machi ni jumla dabi 10. Yanga akishinda michezo 4, Simba akishinda mchezo 1, sare michezo 5, yes. Yanga akifunga mabao 7 na Simba akifunga mabao 5. Itaweza kuwa inahusisha moja kwa moja na dabi hii ya leo ya mwezi huu Machi ambao tunauanza, na hizi takwimu zinakwenda kutoa taswira pengine kufuata mtiririko wa aina hii. Sifa kubwa ya mechi kubwa kama dabi, unapojaribu kuizungumzia nje ya uwanja kwenye makaratasi, huwezi kuacha rekodi na kumbukumbu ambazo zinawakumba historia. Na mechi ya Simba na Yanga huwa inakwenda mbali zaidi. Kuna kuangalia hadi muda wa mchezo saa 11 nani anakuwa iko bora zaidi. Kuna kuangalia siku ya mchezo nani ambaye anakwenda kuwa bora zaidi. Na hapo unakwenda kuangalia kwenye mwezi fulani yupi ambaye anakuwa ni bora kuliko mwenzake. Ni mambo ambayo huwezi kuweka kando kwenye mechi ya Simba. Mwingine anasema Jumamosi kwangu ni nzuri, Jumapili kwangu ni nzuri. Mwingine akisema kwamba mvua ikinyesha anashinda yeye. Hayo yote yanapamba mchezo wa Simba na Yanga nje ya uwanja na ni kwenye makaratasi. Na uwezo ukaeka kando mpira wa miguu na historia. Sasa takwimu za hapa zinaonyesha namna ambavyo hali ilivyo kwenye mwezi wa 3, mwezi Machi. Na kama utaangalia kwenye namba tu ya ushindi wa Yanga kwamba ameshinda mara 4, utawakumbusha wekundu Msimbazi Simba na wananchi mechi ya mwisho ya Yanga na Simba ilipigwa lini mwezi wa 3. Utakumbuka ni mechi ambayo ilipigwa Benjamin Mkapa, bao kifungwa Bernard Morrison. Yes. Machi 8 ile. So unaelewa. Kwa hata mechi ya mwisho kabisa ya Yanga na Simba kwenye mwezi wa 3, mwezi Machi, Yanga ndio ambao walibuka na ushindi akifunga Bernard Morrison, lakini mechi yake ya nyuma yake Simba washinda 1-0 akifunga Okwi, kama utakumbuka. So unayapata hiyo picha kwamba hii ni mechi ambayo pengine mashabiki wa Yanga Sports Club wanatazama kuona huenda hizi kumbukumbu zikawapa morali kuona kwamba kumbe mwezi wa 3 huwa tuna matokeo mazuri zaidi, lakini pia uwezo kuacha katika takwimu zinakuona kuonyesha kwamba hii ni mechi ambayo huenda uorganisha sare. Kwa nini? Kwa sababu sare ni nyingi kuliko kushinda. Yaani mara nyingi mechi za mwezi wa 3 sare ni kubwa zaidi. Ukiweka kando Yanga kushinda mechi 4, nasema kupoteza mechi moja, kushinda mechi moja, lakini sare ni zipo mechi nyingi zaidi. Itatokea tena na leo. Yeah, kwa hiyo huenda kwa leo sasa ukitoka kwenye makaratasi kwa mujibu wa takwimu za Simba na Yanga kwenye ligi kuu kwenye mwezi Machi, kipi matokeo ambayo yanaweza yakatokea zaidi ni sare. Kwa sababu gani? Tumeona sare ni nyingi zaidi kuliko katika mechi ambazo zimepita. Yes. Takwimu kama hizi zina changanya zaidi na bahati. Ukishasema kwamba mwezi huu mimi huwa nashinda, mwezi huu au juma fulani mimi ndo nashinda, saa fulani mechi ikichezwa mimi ndo huwa nashinda, ama napata matokeo aina fulani hivi, inabeba bahati tu, na sidhani kama kuna uhalisia wa moja kwa moja wa kuona kwamba ikichezwa mwezi huu mechi hii ilimalizika hivi, basi na hii itakwenda kumalizika hivyo hivyo. Unajua mpira wa miguu ni sayansi, na sayansi haiamini kwenye bahati. Ndio maana leo tuna discuss kuhusu namba na vitu vingine, kwa sababu sayansi ni mipango, ni tafiti, ni kufuatilia na kujua. Lakini mchezo wa mpira wa miguu unachezwa na watu. Unahitaji mtu awe mentally fit, awe physically fit. Ufiti wa kimwili tunaamini wachezaji wako nao kwa sababu wanacheza kila siku. Ufiti wa kiakili unachangiwa sana na vitu vya namna hii sasa. Namna ambavyo michezo ya nyuma ilikuwa, namna ambavyo vitu vimekuwa vikiendelea, namna ambavyo kumekuwa kuna matukio ya ndani na nje ya uwanja. Kwa hiyo wakati mwingine kwenye mpira wanasema ni mind games. Mind games zinatengenezwa na vitu vya namna hii. Mambo ya kujiandaa kisaikolojia kutokana na nini kiwe kutokea kwenye mwezi huo, vinaweza vikawa ni sababu ya kuwasukuma kufanya vizuri, vinaweza vikawa ni sababu ya kuwarudisha nyuma kuto kufanya vizuri kutokana tu na kile ambacho kimsingi kimekuwa kikitokea. Lakini kwenye dhana ya mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa kisayansi, maana yake tunaamini kwenye maandalizi, tunaamini kwenye kile ambacho walimu wa pande zote mbili wamekwenda kukiandaa kutokana na makosa ambayo yamekwenda kutokea. Lakini takwimu za namna hii
zinatumika kwenye tambo za vijiweni. Takwimu za namna hii zinatumika wakati mwingine timu ikiwa na mwanasaikolojia mzuri, huyo mwanasaikolojia basi kuweza kuwafidi wachezaji, kuwajaza, kuwapa kumbukumbu na wakati mwingine zimekuwa zikifanya kazi. Shukrani sana Salum Pelembo na Leonard Musekula. Na mtazamaji, fahamu tu ya kwamba matangazo haya yanasikika pia moja kwa moja kupitia UFM Radio, basi kule napo unayasikiliza bila wasiwasi wowote. Na sasa hebu tuelekee tukaangalie zile dabi zilizochezwa Zanzibar. Miamba hii ya soka ikiwa imekutana. Tunakuja kushuhudia hapa kuanzia mwezi Januari 2013 kwa mwaka 2021. Finali kombe la Mapinduzi. Yanga wakicheza dhidi ya Simba. Hii mechi ilimalizika kwa suluhu. Alafu baadaye ikafuata mikwaju ya penalty na Yanga wakafanikiwa kupata mikwaju minne dhidi ya mitatu. Yanga akafanikiwa kuchukua taji hili. Lakini Januari 10, 2017 utaona nusu finali kombe la Mapinduzi pia Simba dhidi ya Young Africans ikimalizika mechi tena kwa suluhu na Simba akafanikiwa kuchukua kwa kupata penalty 4 kwa 2. Lakini Januari 12, 2011 unaona hapo finali pia kombe la Mapinduzi vile vile ilichezwa mechi hii, lakini haikumalizika kwa suluhu kama zilivyokuwa hizo mechi mbili za juu. Lakini hapa Simba alishinda mabao 2 kwa 0 na wao ndio wakawa wababe. Tunasafiri kwa rekodi kama hii katika finali zilizochezwa Zanzibar, mchezo wa dabi. Yes, katika hizi mechi tatu za mwisho kuna picha ambayo inajengeka zaidi. Unakumbuka mara tu baada ya mchezo wa Wananchi dhidi ya JC Kabylie ya Ligi ya Mabingwa, ndiko ambako msemaji wao akasema kwamba mechi ya Simba na Yanga itapigwa Guantanamo Bay. Lakini kwa hiyo wamevaa husika kwamba wamekuwa na matokeo bora sana, na ilikuwa ni sehemu ya kutamba zaidi vijiweni, kuwatia hofu mashabiki wa Simba kwamba mnapoelekea kule ni sehemu ya ngome ya Wananchi. Lakini takwimu hizi ni kama pili zinawapa morali pia mashabiki wa Simba. Kumbe tunapoelekea sio kwamba tumekuwa ni wanyonge. Kwa mtu ambaye alikuwa hajawahi kufahamu rekodi ya Simba kwenye viwanja vile vya New Amaan. Na ukitazama hata mechi zilizopita tumeona Simba akishinda mara 2. Akipoteza mara 1 kwa mikojo ya penalti, akishinda mara 2, mmoja kwenye mikojo ya penalti na mmoja kwenye dakika 90. Lakini ukienda mbali hata hapo ukiangalia kuanzia kwenye finali klabu bingwa barani Afrika Mashariki na Kati, unapata picha nyingine tofauti. Unaona kwa namna gani ambavyo mechi ya Simba na Yanga, na hapa tena Simba walishinda kwa mikojo ya penalti 5 kwa 4. Lakini hata ukisogea tena zaidi mwaka 1992 kwenye ligi kuu ya Muungano, sasa mechi ya mwisho ya ligi kuu ya Muungano, Simba alishinda 1 kwa 0 kwenye dakika 90. Lakini mechi ya kwanza kabisa kwenye historia yao pale Zanzibar ni finali klabu bingwa Afrika Mashariki na Kati, ambapo Wananchi walishinda dakika 90 mabao 2 kwa 0. Overall kwenye game 6 unapata picha kwamba mechi 3 zimeamuliwa kwa mikojo ya penalti, kwamba hazikuwa na mbabe yoyote ndani ya dakika 90. Na hiyo ni kwa sababu ni finali. Kwa sababu ni finali. Kwa hiyo ina maana dakika 90 watu walitoshana nguvu wakaenda kwenye changamoto za mikwaju ya penalti. Ukija kwenye dakika 90 Simba ameshinda mara 2 na dakika 90 1 kwa 0, 2-0. Wananchi wakishinda mara 1 mechi ya kwanza kabisa mabao 2 kwa 0. Sasa ukichukua kwa pamoja, kumbuka kumbe Zanzibar dakika 90 kwa asilimia kubwa huwa ni sare. Yaani suluhu, sio sare, ni suluhu kwamba wafungani. Alafu ukichukua pia na rekodi za match, sare huwa ni 5, sare ziko 5. Kwa unaona hii mechi ambavyo ukichukua kitakwimu na rekodi, unaona kama ni mechi ya kutoshana nguvu kwenye dakika 90 hivi. Labda pengine. Lakini kumbe mambo ni mapya kabisa kwenye mechi za. Kwa hiyo mechi leo inaweza kuwa ni mpya kabisa. Ni mpya kabisa. Salum, na ukitazama hizi takwimu za mechi 6 ambazo wamecheza Zanzibar, miamba hii ya soka, tumeona namna ambavyo matokeo yanatokea. Pamekuwa na ugumu kidogo wa kupata ushindi wa moja kwa moja ukitazama hivi. Lakini haiwezi kuhusishwa na mechi ya leo kwa sababu hii mechi inatazamwa kuwa ni mpya na hata vikosi ukivitazama jinsi ambavyo imejengeka kwa sasa hivi, hasa katika dirisha dogo usajili ule ambao ulifanyika, unatofautisha ama unaweza ukaweka pamoja takwimu hizi na mechi hii ya leo ukaweka pamoja kwamba upepo bado utaendelea katika hali kama hii tunayoiona? Kama alivyosema Musekula, michezo mikubwa kabla haijachezwa kinachotazamwa ni rekodi. Rekodi na historia inaonyesha kwamba mchezo wenyewe umekuwa ukitoa sare nyingi. Lakini kwenye minajili ya dakika 90 bado umekuwa ukimfavor Simba kushinda michezo kadhaa. Ila yuko mtu mwingine atakuja kukwambia mchezo wa mwisho ni Yanga ambaye alikwenda kupata matokeo mazuri. Unakumbuka mchezo ule wa Saidon Tibazonkiza wanakwenda kutoa kombe la Mapinduzi, ikiwa ni sehemu sasa ya mapinduzi ya kikosi cha Young Africans kurejea kwenye ule ubabe wake baada ya kupitia wakati mgumu kwenye kipindi fulani. Bado haitoi taswira ya kile kitakachotokea leo, kwa sababu
mambo mengi hapa katikati yameshapita, vitu vingi vimekushabadilika. Kuna sehemu hivi vikosi vimechukua sura ya tofauti. Kwangu nabaki kuamini kwamba rekodi zina nafasi yake, zinakwenda kutengeneza kitu kuelekea kwenye mchezo, lakini mchezo mpya unakuwa na mtazamo mpya. Hata makocha kwenye kusoma huko unaambiwa mchezo mmoja ukishaisha unafunika huo ukurasa, unajifunza kutokana na makosa yaliyotokea, unajiandaa kwa mchezo mwingine wa mbele yake. Haya, tunapitia takwimu hizi kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao utachezwa hii leo katika dimba la New Amani Complex pale Zanzibar saa 2 usiku. Nani ni nani? Nani anafahamu matokeo yatakuwaje? Hakuna mwenye majibu ya moja kwa moja kwa sababu ni fumbo hili limebaki hivyo. Ni mechi mpya kabisa kwa msimu huu wakianza kucheza katika ligi kuu ya NBC. Mechi ikitoka Dar es Salaam ambako wamezoea kukutana hii miamba, sasa inakwenda kupigwa kule Zanzibar, na taarifa tulizonazo ni kwamba umati mkubwa sana wa watu wamejazana kule Zanzibar kwenda kushuhudia wenyewe kwa macho yao. Lakini wewe ambao utafuatilia kupitia Azam TV, tunakukumbusha tu bado hujachelewa, unaweza ukalipia kisimbuzi chako ili mradi usije ukapitwa na burudani hii ambayo wenzako pia watakuwa wanaipata popote pale wanapotutazama. Na sasa tukaangalia wale wafungaji katika mechi za dabi kuanzia mwaka 2017 mpaka hivi sasa. Ukitazama Kibu Denis, huyu akiwa ni mchezaji wa Simba, amefunga mabao 2 kwa miaka hivi karibuni kuanzia 2017 mpaka hivi sasa. Medi Kagere tutamkumbuka pia katika dabi, amefunga magoli 2. Moja kati ya hilo goli ilikuwa ni mechi ambayo alishangilia kwa kuchinja, kuweka mkono shingoni afu anachinja namna hii. Nakumbuka ile Augustine Okra akifunga bao 1. Deogrates Kanda unakumbuka pia bao 1. Erasto Nyoni mkongwe huyu na akifunga bao 1. Freddy Kublan unamkumbuka, walikuwa wanamuita Freddy mabao funga. Lakini pia Enoki Baka huyu ni mlinzi. Alifunga bao. Joash Onyango rafiki yangu huyu naye alikuwa ni mlinzi shupavu. Sasa hivi amerudi nchini kwao Kenya anaendelea na ligi kule na Shiza Ramadhani Kichuya. Yeye akifunga bao 1. Jumla mabao 11 ambayo yamefungwa na hawa ndio wachezaji ambao wameonekana kutupia. Leonard, hakuna mchezaji aliyewahi kupiga hat-trick. Achilia mbali ile ya Kibadeni ambayo aliipiga kwenye miaka ile. Mpaka sasa kumeonekana kumekuwa na ugumu kabisa. Hizi takwimu ambazo sio kwamba ni mechi moja amefunga magoli haya hivi mawili. Ni moja tu. Mechi hii na vitu kama hivyo. Lakini bado kumekuwa na kiu ya mashabiki kutaka kujua nani ataifikia rekodi ya King Abdallah Kibaden katika dabi kama hii. Yes, na yeye alifunga akiwa na jezi ya wekundu Msimbazi Simba Sports. Na kwenye orodha ya nyota ambao wameingia kambani kuanzia mwaka 2017, unaona kinara zaidi ni Kibu Denis pamoja na Medi Kagere, nyota ambao hawakufunga magoli 2 kwenye mchezo mmoja. Lakini picha ya hapa inakupa taswira gani? Lazima uweze kungamua zaidi, uweze kuona Simba kwenye wale ambao wameingia kambani walikuwa wanatokea safu gani kwenye eneo la uwanja. Ukiangalia hapa wale standing striker, mastriker asilia kabisa, namba 9 Medi Kagere, the bull striker, mabao 2. Freddy Kublan bao 1. Mmoja kutokea Ivory Coast Freddy Kublan, lakini mmoja kutokea Rwanda Medi Kagere. Ndio washambuliaji asilia namba 9 ambao wamefunga bao kwenye Kariakoo Derby kuanzia mwaka 2017 mpaka mwaka 2025. Lakini hebu angalia pia mchango wa viungo. Idara ya viungo kwenye mpira wa miguu hasa kisasa imeongeza kidogo upana zaidi. Kibu Denis mabao 2, Augustine Okra kutoka nchini Ghana bao 1 akifunga. Kanda kitokea upande wa kulia kama winga mshambuliaji, yuko pale Erasto Nyoni kama kiungo mkabaji. Lakini pia ukiangalia Shiza Ramadhani Kichuya ambaye mara nyingi ametokea zaidi upande wa kulia akitumia mguu kushoto. Kwa hiyo hao ni viungo ambao pia wamehusika kwenye kikosi cha Simba kufunga mabao kwenye Kariakoo Derby. Lakini pia angalia mchango wa mabeki ambao wamefunga bao kwenye kikosi cha Simba Sports. Unakuja kumwona Joash Onyango, aliwapa alama 1 wakati Yanga waliongoza kipindi cha kwanza na kisha akarudisha bao dakika za jioni hivi kwa kichwa. Lakini pia Enoki Baka ndiye ambaye aliwatanguliza kwenye mechi ambayo Simba walishinda mabao 2-0. Bao la pili akifunga Kibu Denis, yeye ndiye aliyefunga bao kwa kichwa. Kwa hiyo unapata picha kwamba pia mabeki hawapo mbali sana kwenye kikosi cha Simba ambao wanaweza wakahusika. Kwa hiyo kwa takwimu hizi ina maana kila idara kwenye kikosi cha Simba huwa kinachangia mabao. Kwa hiyo mechi ya leo wananchi wawe tayari kwamba usimlinde tu mshambuliaji, kuna viungo, kuna mabeki kabisa. Na ukienda mbali yuko Rushine. Kwa upande wa Young Africans, hao ni wa Simba. Kwa upande wa Young Africans, vinara wa kufunga mabao katika dabi, nao pia tuwatazame tuone ni akina nani ambao wameongoza. Ukitazama Stefan Azizi Ki amefunga mabao 3,
3 tunakumbuka lakini Maxim pia Nzengeli amepiga mabao mawili, Pacome Zouzoua mabao mawili, Clement Mzize wakati huo ndo anaingia pale katika ile kucheka na nyavu katika michezo kama hii amefunga bao moja. Bernard Morrison tunakumbuka pia, lakini Joseph Gede, Kennedy Musonda unakumbuka, Mapinduzi Balama alipiga mkwaju mmoja wa mbali kweli, Michael Sapong, lakini Mohamed Juma na Obre Chirwa pamoja na Zawadi Mauya. Hapa takwimu hizi zinaonekana pia bado wimbi ni lile lile la kufunga magoli machache kwa wachezaji katika dabi. Inaashiria kwamba dabi ni ngumu. Dabi ni ngumu, na moja kati ya kumbukumbu niko nazo ni ule mchezo wa mabao matano. Watu walikuwa wanazungumza uwepo wa mchezaji ambaye angekuwa anaijua historia, labda ile penalty wangempa Maxim Nzengeli kuweza kufunga hat-trick kama ambavyo aliwahi kufanya Abdallah King Kibaden. Lakini kwa bahati mbaya ama isivyo bahati, Pacome Zouzoua ndo alipewa ule mpira akaweza kukwamisha wavuni na naye amejikuta kwenye idadi ya mabao mawili. Lakini Stefan Aziz Ki ni miongoni mwa watu ambao walishaizoea dabi, sasa wakawa wanafunga kwenye kila mchezo ambao walikuwa wakicheza, kama ambavyo walikuwa wanazungumza Musikula kwenye takwimu za Simba. Ukitazama utakuja kugundua washambuliaji ni wengi ambao wameweza kufunga mabao kwenye huu mchezo, japo idara ya kiungo imekuwa ina mchango mkubwa, inachagiza zaidi kwenye kile ambacho kinaendelea Yanga. Wachezaji wao wengi wanaocheza nyuma wa mshambuliaji wamekuwa na mchango mkubwa wa kuweza kufunga mabao. Utazungumza Aziz Ki, utamzungumza Pacome Zouzoua, utamzungumza Maxim Nzengeli, Clement Mzize naye wakati mwingine amekuwa akitoka kwenye eneo la pembeni. Ukirudi kwa kina Bernard Morrison, ukarudi kwa kina Obley Chirwa, bado utagundua ni wachezaji wengi wanaocheza nyuma ya mshambuliaji wamekuwa wakitoa nafasi ya kusaidia kwenye ufungaji wa mabao. Lakini washambuliaji wapo, Michael Sapong ni miongoni mwa watu ambao na yeye aliwahi kuingia kwenye kamba. Yuko Joseph Gede na Du, moja kati ya mabao mazuri sana ambayo aliyafunga kwenye mchezo wa dabi, na yenyewe ilienda kumpa nafasi kuingia kwenye hii historia ya huu mchezo mkubwa. Zawadi Mauya, tunakumbuka ile blockbuster kwenye mchezo ambao Young Africans waliweza kurejea na kuonekana wameanza sasa kurudi kwenye zile njia za ushindi, yeye pamoja na Balama Mapinduzi, wote wakitoka kwenye eneo la kiungo. Utofauti, Young Africans hatujaona mlinzi kwenye siku za karibuni, hakujawa na walinzi wengi ambao wamechangia ama kufunga mabao kwenye huu mchezo mkubwa, kitu ambacho kinaweza kikawa kinaleta utofauti. Na ukiangalia hata msimu huu namna ambavyo walinzi wakati wa Simba wamekuwa na mchango, kama unakumbuka Wilson Nangu ameshaingia kwenye kamba msimu huu, Rushan Deruk michezo kadhaa hapa amekuwa na mchango mzuri. Wamekuja kuongezeka watu wengine, hate ya mtu kama Ismail Turo kiangalia na yenyewe inachagiza kwenye mipira hii ya kutenga. Kwa hiyo inaweza ikawa ni challenge kwa Young Africans na walinzi wake leo kabisa, kuona wanaweza wakawa na mchango kiasi gani kwenye kufunga bao kwenye mchezo huu. Sawa, tumeangalia hapo waliofunga katika dabi, wale vinara ambao wanatajwa. Tumeangalia Simba, tumeangalia Young Africans tangu msimu huo, na sasa hebu tuangalia kuanzia msimu 2017 mpaka sasa makocha waliopita kwenye vikosi hivi. Tukianza na upande wa kikosi cha Simba 2017-18, Joseph Omog tunamkumbuka. Huyu ni kocha ambaye alihusika pia kuifanya Simba kuwa katika uimara wake, lakini Pierre Lechantre mwaka 2018 akikaa pale, Patrick Osems Uchebe huyu naye pia alifanya kazi nzuri sana 2018-19, Sven van der Broek naye pia 2019-20, tumemwona Didier Gomez 2021-22, Pablo Franco 2022, Zoran Maki namkumbuka pia naye 2022, lakini Robert Oliveira alicheza pale, alikaa pale 2023, Abdelhaki Benshika naye pia 2004, Fadu Davis ambaye huyu alidumu kidogo 2024-25, lakini alikuwa almanusura aendelee na kikosi tena kuingia katika msimu mwingine, lakini akanyanyuka tu juu kwa juu. Na Dimitra Pantev alihudumu kama manager, alitambulishwa pale kama manager, lakini akiwa anafanya kazi zote kuona kwamba anaisimamia vizuri kikosi cha Simba mwaka 2025. Hii ndio orodha ya hawa makocha wa Simba. Leonard, ukitazama mabadiliko ya muda mchache sana makocha hawa wakikaa ndani ya vikosi, inatoa taswira gani kwa klabu kama Simba? Kuna mambo mawili ya kuyapigia tu mstari hapo, ya kuweza kuangalia kwenye hiyo orodha ya makocha ambao wamepita Simba toka 2017, uweze kuangalia kuna taswira gani zaidi.
Mstari wa kwanza unaangalia wakati wa utawala wa wananchi, yani Yanga kuchukua ubingwa wa ligi kuu misimu 4 mfululizo. Simba wamebadili upepo wao kwenye benchi la ufundi mara ngapi? Unaanza na Didier Gomes da Rosa ambaye aliondoka katika Didier Gomes da Rosa, Pablo Franco kocha wa pili, Zoran Mark Mserbia, anakuja Roberto Oliveira wa Brazil kocha wa 4, Abdullah Benchika wa Nigeria na kocha wa 5, Fadlu Davis ambaye kutoka Afrika Kusini kocha wa 6, na meneja mkuu Dimitar Pantev. Unaweza kupata hiyo orodha. Sasa ina maana Simba Sport katika hizo nyakati zao za kutafuta ligi kuu taji hili, idadi ya makocha ambao wamekwenda kuwabadilisha hapa, na lazima uangalie wamevuna nini katika kubadilisha benchi la ufundi, lakini pia lazima uangalie katika hiyo orodha makocha ambao wamepita ni yupi ambaye alikuwa na mafanikio makubwa zaidi, yupi ambaye alikaribia kuchukua taji zaidi. Unamgusa kwamba ni Fadlu Davis ambaye alifika mpaka mechi ya mwisho. Sawa, wananchi na wekundu Msimbazi atakayeshinda ni ubingwa msimu uliopita duru ya pili. Ni kiwango cha juu kabisa cha kocha kuichukua timu na kukaa nayo msimu mzima. Sababu ukiangalia baadhi ya makocha wote kukaa na Simba msimu mzima, lakini peke yake Fadlu alikwenda mbali zaidi hadi kufika finali kombe shirikisho barani Afrika akifungwa na RS Berkane. Kwa katika makocha takriban 7 hapa, kocha ambaye ana asilimia kubwa ya kiushindi na performance kali ni huyo kocha Fadlu Davis ambaye alifanikiwa kukaa na Simba katika msimu mmoja. Lakini lazima urudi nyuma katika mstari wa pili, ni kocha yupi ambaye aliwapa taji la ligi kuu wekundu Msimbazi? Nilidie kabla akanyakatimuliwa baadaye, si ndio? Lakini ukirudi nyuma mchango wa kina Seven uwezo kuacha kina Patrick Esims walifanya Simba kuwa bora sana hasa kwenye ligi mabingwa barani Afrika na kufika robo finali takriban mara 3 mfululizo hivi. Kwa hiyo ni misali miwili ambayo ukipigia picha hapana shaka mpaka leo ninaamini kuna mashabiki wa Simba ambao hawezi kumsahau kocha Fadlu kwenye kile ambacho aliwapa, na utakuwa na muota sana kuona kwamba huyu ni kocha kama tungeenda naye msimu mwingine, maana yake alishaanza kukitengeneza kikosi. Lakini sasa ndio hivyo tena, mambo ya makocha wanaajiriwa lakini baadaye wanaondoka. Akaondoka. Kwa upande wa Young Africans, makocha ambao nao wamepita katika msimu kuanzia 2017-18 tunamuona George Rwandamina the Chicken Man. Kocha huyu ambaye baadaye alienda kuifundisha pia hata Azam FC tunakumbuka pale. Mwenye Zahera Papa 2018-19 kuna kipindi Yanga ilikuwa katika wakati mgumu kweli na yeye akaongoza ile safu ya kutembeza bakuli, watu wachangie timu angalau kidogo wapate pesa kuifanya timu iendelee kuwa na uhai wake. Luka Emil 2020 tunamkumbuka hapa. Lakini pia Kim Potich Zlatko 2020 pia, manake hapo kuna muda mfupi sana makocha hawa walikaa. Cedric Kaze 2021, Nasreddin Mohamed Nabi amedumu kwa muda mrefu sana 2021-23, lakini Miguel Gamondi naye pia hali kadhalika unamuona 23 mpaka 24. Sid Ramovich 2024, Milud Hamdi 2025 na Roman Falls ambaye ni kocha alipata pamoja na kuwepo kwake Young Africans, lakini bado alipata sifa moja ambayo mashabiki wanaendelea kuiimba kila wakati kwamba ni kocha asiyecheka wala kutabasamu. Salum Pelembo, ukitazama hii orodha ya hawa makocha waliopita Young Africans kuanzia msimu huo 17 mpaka sasa, unapata taswira gani kwa Young Africans ya sasa inayoonekana kwenye uso wa aina hii? Ya kwanza utazungumza juu ya George Rwandamina. Yeye ndo alikuwa mwalimu wa mwisho kumaliza ule utawala wa Yanga kwa bora. Kama unakumbuka kwenye ile miaka 3 ya Hans van der Plein, George Rwandamina aliingia na Hans akaenda kuwa mkurugenzi wa ufundi. Hakudumu sana, baadaye tukamwona ameibukia Singida, wakati ule Singida United. Rwandamina ndo alikuwa mwalimu wa mwisho kusherehekea yale mazuri ambayo Yanga alienda kuyafanya. Baada ya hapo kikapita kipindi kigumu kidogo. Mwenye Zahera umemzungumza wakati wa Yanga bakuli. Luka Emil aliingia pale na yeye akaweka mchango wake, mwisho wake haukuwa mzuri sana. Zlatko Krimpotik miongoni mwa walimu ambao na wenyewe walikaa muda mchache. Nakumbuka ni mechi 7 tu. Na huyu aliondoka akiwa hajafungwa. Mchezo wa mwisho ameshinda mabao 3. Baadaye inatoka taarifa kwamba Young Africans hawataendelea naye. Ilikuwa Coastal Union, exactly. Baada ya hapo Cedric Kaze ndo ule ujenzi sasa wa Yanga mpya. Hapa katikati alikaa Juma Mwambusi kama interim wakati Kaze ameondoka, lakini Nasreddin Nabi aliingia kurithi kile ambacho Kaze alianza, na yeye anaingia sasa kwenye historia ya kuwarejesha Young Africans kwenye ushindi wa mataji kwenye miaka yote. Msaidizi wake alikuwa ni Kaze, kocha msaidizi. Yes, na Kaze alikuwa msaidizi wake na ni partnership ambayo iliendelea mpaka Kaizer, ambapo tumeshuhudia jana Kaze akiwa anapoteza mchezo wake wa dabi. Lakini baada ya Nabi kutengeneza ule msingi,
Miguel Gamondi alikuja akarithi, akaongeza na yeye ufundi wake. Good enough naye alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikwenda kushinda ubingwa. Baada ya kuondoka Said Ramovic hakukaa muda mrefu sana. Miloud Hamdi akaja kumalizia kile ambacho Gamondi na Ramovic walikuwa wamekianza, akaenda kutoa ubingwa na baadaye kumwachia timu Romain Folz. Kwa hiyo kwenye hii list ni Kim Potic na Folz ambao hawakukaa muda mrefu zaidi kwenye timu, lakini ni makocha watatu tu kati yao ambao wamekwenda kushinda ubingwa na Young Africans. Ila kwenye wakati ambao Yanga wamekuwa watawala kwenye dabi ndio wakati ambao alikuwa ameingia Nasruddin Nabi, Gamondi amerithi, Said Ramovic ndani yake hapo, Miloud Hamdi pamoja na Romain Folz. Kwa hiyo kati yao ni walimu watatu tu ambao na wenyewe wamekwenda kushinda hii michezo. Nabi, Gamondi pamoja na Miloud. Nafikiri Nabi akufanikiwa kuifunga Simba kwenye ligi kuu. Ila kwenye ngao kwa pasoma na mbili mfululizo. Ila kwenye ngao kwenye mchezo wa ligi kuu msimu wake wa kwanza michezo yote miwili ilikwenda kwa suluhu pacha. Duru ya kwanza na duru ya pili. Msimu uliofuata sasa 1-1 na Aziz Ki na Augustine Okra. Mechi iliyofuata 2-0. Kwa hiyo akufanikiwa kuwa mbabe kwenye mechi za ligi kuu. Lakini Miguel Gamondi na ambaye alikuja kuleta kizaazaa sasa. Kwa hiyo kwa hii listi Miguel Gamondi, Miloud Hamdi na Romain Folz na wamefanikiwa kuipasua Simba kwenye kadi ya dabi. Ingawa Romain Folz alikuwa kwenye ligi kuu. Yes. Bila shaka ni takwimu za dabi ya Kariakoo tunapitia hapa, ikiwa ni mapema kabisa kuelekea mchezo wa hapo baadaye katika dimba la New Amani Complex kule Zanzibar. Leo Yanga na Simba. Yanga ni mwenyeji wa huu mchezo na Simba anaingia kama mgeni. Na kwa takwimu pia ikukae katika rekodi, ni mechi ya 7 dabi hii kuchezwa kule Zanzibar. Leo itakuwa ni mechi ya 7. Nani anakwenda kupasuka, nani anakwenda kufanya nini, ni jambo la kusubiri na kuona. Hakuna majibu mpaka sasa, mpaka dakika 90 zimalizike ndio tutakwenda kupata majibu. Kumbuka tu tupo hapa kwa ajili ya uchambuzi na kupitia takwimu mbalimbali, na matangazo haya pia unayasikia kupitia UFM Radio. Ukitune hapo basi mambo yanakuwa ni mazuri kabisa. Na sasa hebu tukaangalie current form ama ubora walionao kwa sasa vikosi hivi vyote viwili. Tukiangalia hapa kuanzia msimu huu 2025-26 tuliokuwa nao, mechi ambazo zimeshachezwa na vikosi vyote viwili katika ligi kuu ya NBC ni michezo 10 mpaka sasa. Young Africans ameshinda michezo 9, ametoa draw mchezo mmoja, hajapoteza mchezo hata mmoja. Amefunga mabao 27 na ana deni la mabao mawili Yes. Tofauti yake hiyo, lakini penalty katika magoli yote hayo ambayo ameyafunga ni penalty 4 na hajakosa penalty yoyote, akimiliki pointi 28 katika kibindo chake. Simba unaona mechi zake 10 alizocheza ameshinda michezo 7, ametoa draw michezo 2 na amepoteza mchezo mmoja. Magoli 18 hayo ambayo amefunga, amepata penalty moja katika magoli yote ambayo amefunga na amepoteza pia penalty moja, unakumbuka ile, na ana pointi zake hizo 23. Ukitazama takwimu hizi, current form walionayo hii miamba ya soka hapa, inaweza ikaashiria chochote kuelekea dabi ya leo Musikula? Hauwezi ukaweka kando kiwango cha hivi karibuni kile ambacho upo nacho mpaka sasa. Yaani mikononi mwa hizi klabu mbili kile ambacho amekivuna huwezi kuweka kando kwenye mechi yao kubwa kama hii. Current performance ni nyakati ambazo unaenda kuangalia timu yako inajenga vipi kufika kwenye mchezo mgumu kama huo. Moja kati ya silaha kubwa sana kwenye mechi za kubwa kama hizi ni winning mentality. Yaani winning mentality waga inaamua sana mchezaji anaamka vipi kwa kiwanjani. Kwenye mchezo wa mpira wa miguu inafanya kazi ya kumalizia, kufanya matendo, lakini kuchakatwa ni akilini. Kwa palipo na mentality ndio ambako mchezaji anapaswa kuangalia anaingia vipi. Mpira wa miguu pia una tabia, yani kupoteza ni tabia, kushinda pia ni tabia. Huwezi pia kuweka kando hicho kitu. Lakini kwa sasa ukiangalia kwenye hiyo orodha na ukiangalia kwenye takwimu, moja kwa moja kwenye makaratasi Yanga wanaingia kama timu ya kwanza kiwanjani. Kwenye football lazima tupate timu ya kwanza na timu ya pili kulingana na takwimu, lakini kulingana na takwimu of course lazima uangalie kwamba Yanga wanaingia kama timu ya kwanza kiwanjani kwa mujibu wa takwimu za sasa na kile ambacho amekivuna. Kwa nini? Angalia pia kwenye eneo la mechi za kushinda. Yaani Yanga kashinda mechi 9 na Simba kashinda mechi 7. Lakini nenda kwenye eneo la kupata sare. Yanga kapata sare moja tu, Simba kapata sare 2. Kwenye kupoteza ni vipi? Wanaanza kupoteza mchezo na Simba kapoteza mechi moja. Lakini hebu nenda mbali, ukitoa kando baada ya dakika 90 kumalizika, angalia mchakato na kufunga mabao mengi kiwanjani. Bado wananchi wameendelea kuwa bora zaidi kuliko Simba, mabao 27. Kwa hiyo ukichukua katika eneo la namna ambavyo na timu inafanya offensive kushambulia na kujilinda,
unapata picha kwamba wananchi hadi kujilinda wameruhusu magoli mawili peke yake, Simba wameruhusu magoli 4. Ni mambo ambayo benchi la ufundi hawezi kuyafumbia macho. Lazima uangalie timu yako inakwenda vipi, mtiririko, current form yako iko vipi. Kwa hiyo nikiangalia katika hii current performance, naona kwamba ni mechi ambayo ukitazama Simba itawapa msukumo mkubwa zaidi waje kuwa bora zaidi katika mchezo. Kumbuka hii ni mechi ambayo wananchi katika huu msimu ndio big game yao ya pili. Ya Simba ameshapoteza big match yao moja na Azam FC na kufunga bao, akachukua chuma 2, si ndio? Kwa hiyo ni big game yake ya pili katika msimu. Wananchi ndio big game ya kwanza katika msimu. Kwa hiyo Simba lazima walevel scoreboard kwenye big games msimu huu, kwenye duru ya kwanza. Kwa hiyo ni mechi ambayo unaweza kaangalia takwimu hizi ambazo Simba wamezivuna kupitia makocha tofauti. Unaona kwamba hii inaweza ikawa sehemu kubwa ya wekundu wa Msimbazi Simba kuja na makali zaidi. Maana wanafahamu kama utapoteza point katika mechi kama hii ni ngumu pia kuinuka katika nyakati zinazokuja. Bila shaka, na kulikuwa na viporo viwili kabla ya mechi hii ya dabi. Tunakumbuka na wengi wakawa wanatamani kuona kwamba vikosi hivi vinakwenda kuvitafuna hivi viporo. Alafu baada ya hapo ndio waendelee kwenda kuangalia namna gani wanakwenda kuiendea mechi hii ya dabi. Na isivyo bahati kwa upande wa Simba, mechi yao ya mwisho, yani kiporo chao cha mwisho, mambo hayakwenda vizuri dhidi ya Dodoma Jiji. Sasa hebu tuangalie vinara wa mabao katika vikosi hivi vyote viwili. Young Africans tunaona anayeongoza kwa kufunga mabao mengi ni Laurindo Depu, mchezaji mpya huyu ambaye ameingia dirisha dogo na mabao yake 5 tayari. Prince Dube amekuwa na msimu mzuri sana naye pia akifunga mabao yake 5. Mudathiri Abbas mabao 3, Pacome Zouzoua amefunga mabao 3, Andy Boyel mabao 2 na Maxi Nzengeli mabao 2, hali kadhalika Mohamed Hussein mlinzi huyu naye amefunga mabao yake 2. Pelembo, ukiangalia hapa tuliangalia mwanzo takwimu za nyuma tukaona kwamba wale wafungaji katika dabi ni watu ambao wanatoka katika maeneo tofauti na si washambuliaji pase ambao walikuwa wanafunga zaidi. Lakini kwa sasa hivi hali inavyokwenda unaona kabisa eneo lote wachezaji wanaweza kufumania nyavu. Mohamed Hussein, Maxi Nzengeli, unaona kabisa kwamba nao pia ni sehemu ya watu ambao wanakwenda kutunisha ule mfuko wa mabao. Inafurahisha ukiangalia kile ambacho kinaendelea Young Africans, na miongoni mwa wachezaji ambao wamekwenda kuleta huo tofauti ni Laurindo Depu ambaye yeye amepata muda mchache zaidi ya kucheza, lakini amefunga mabao mengi zaidi, mabao 5. Kwenye zile penalty 4 ambazo Yanga alizipata msimu huu, yeye ameweka kambani penalty 3. Na leo ni miongoni mwa wachezaji ambao watakwenda kutazamwa zaidi kwa sababu ujio wake unaonekana kama umekuja kutibu matatizo ambayo yameendelea kuwepo kwenye eneo la ushambuliaji. Ni Prince Dube ambaye hapo awali alikuwa akipata nafasi nyingi, matumizi yake hayakuwa yenye ufanisi zaidi. Kwa hiyo kwenda kumpata mtu ambaye amecheza muda mchache na ameweza kuwa na mchango mkubwa, kuna sehemu kuna wafanya watu wawe na imani kwamba kuna uwezekano huyu mtu leo akaenda kusaidia. Lakini wanakuja wachezaji wawili muhimu kutoka kwenye eneo la kiungo, Pacome Zouzoua na Maxi Nzengeli. Tayari wameshaweka alama kwenye msimu huu, lakini pia wameshaweka alama kwenye mchezo mkubwa wa namna hii, kwa maana mchezo wa dabi. Moja kati ya maeneo ambayo tunapaswa kwenda kuyatazama kwa kina ni kupitia kwa hawa wachezaji wawili. Msimu uliopita hawa wawili walikuwa top assisters kwenye kikosi. Kwa hiyo sio kufunga tu, hata kwenye kutengeneza wamekuwa pia na mchango mzuri kwenye timu. Lakini mchezo huu una umahususi ndani yake kwa mtu kama Mohamed Hussein. Ameshaingia kwenye score sheet tayari, lakini anakwenda kucheza mchezo wake wa pili wa dabi, lakini wa kwanza kwenye ligi akiwa na klabu ya Young Africans, jambo ambalo linakwenda kutengeneza historia kwake, kwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wameshacheza hii michezo wakiwa wanatumikia pande zote mbili. Prince Dube kwa umahususi anatazamwa kama miongoni mwa washambuliaji ambao walisumbua hizi timu akiwa wanatoka Azam FC. Kama nakumbuka wakati ule aliwanyanyasa sana Simba, lakini Young Africans na wenyewe walishawahi kulionja joto la jiwe kwenye mchezo wa kwanza, nafikiri wana Sweden Nabi. Mchezo wa kwanza kabisa alifunga bao nje ya 18. Moja kati ya mabao mazuri sana, vita yake dhidi na Baka nakumbuka ilienda kuzalisha lile bao. Kwa hiyo yeye bado hajaweka mark kwenye huu mchezo mkubwa, ni nafasi yake na yeye kwenda kuleta huo utofauti, na kwenye siku za karibuni amekuwa ni kipenzi. Ndio. Kukosekana kwa sababu ya majeraha kwa Clement Mzize. Pengine angekuepo angeenda kuchallenge kwa Dube na Depu pale. Probably. Yeah, of course. Ange challenge kwa kiasi kikubwa. Sawa. Na Katanga kwa
uchache kidogo. Moja kati ya maeneo ambayo leo yatamuumiza sana Mwalimu Naam. ni kwenye namna ambavyo anaweza kuiline up hiyo front line yake, kwa sababu Prince Dube kwenye siku za karibuni tumemwona akitumika kwenye eneo tofauti na lile ambalo amekuwa akicheza, kwa maana mshambuliaji wa kati. Ndio. Amekuwa akitokea pembeni zaidi, eneo ambalo challenge yake ni bwana mdogo Okello, ambaye na yeye amekuja akiwa anatazamwa kama mtu ambaye angeweza kwenda kusaidia kwenye ujenzi. Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo vitampa Mwalimu ugumu ni kuamua nani leo anaweza kwenda kucheza kwenye ule upande wa kulia au nani anaweza kucheza kwenye eneo la katikati ili mchezaji mwingine aende kucheza. Itabaki kazi ya Mwalimu. Musikula, kwa upande wa Simba unaona takwimu hizi za hawa wafungaji. Selemani Mwalimu amekuwa na wakati mzuri sana na amekuwa akifunga karibia kila mchezo. Moja kati ya mahojiano yake aliyofanya hivi karibuni akasema kwamba nafurahi kuona kwamba nafunga lakini nitaendelea kufanya hivi kadiri nitakapozidi kupata nafasi. Bao lake ambalo alifunga hivi karibuni la kichwa nalikumbuka lile. Lakini Jonathan Soa halikadhalika na mlinzi Rushain naye pia vile vile Libase Geye ingizo jipya. Lakini pia vile vile amekuwa na wakati mzuri sana. Dakika moja tu kwa kuangalia kwa upande huu wa Simba hawa wafungaji, Musikula. Yes, kikubwa unaweza kuangalia kwamba standing striker Selemani Mwalimu, nyota wa zamani wa Fountain Gate, kabla kwenda Wydad alimaliza kana mabao 6 kwenye ligi kuu kabla kuondoka kwenda Wydad. Lakini amerejea kwenye ligi ya Tanzania, ameonyesha uwezo wake. Jambo zuri hapo unalopata ni kwamba Simba umepata ile positive impact, matokeo chanya kwenye kusajili dirisha dogo. Manake wapo watu wawili pale. Unampata Libase Geye, unampata na Chama ambao wamefunga mabao 4 kwa ujumla. Kwa hiyo ni sehemu ya kuifanya Simba yaamini kumbe hatukukosea kwenye kuleta watu wapya katikati mwa msimu ambao wamekuja kuongeza nguvu. Na ukiangalia kwa picha hii tu inakupa picha kwamba huenda mechi ya leo pia ukaangalia yale maingizo mapya ambayo yamefanyika kwenye dirisha dogo la usajili ikawa chachu zaidi kwa Simba kupata matokeo. Na kikubwa unafurahia kuona hicho ambacho kimeweza kuonekana kwa upande wao. Hao ni kwa wale ambao wanafunga. Sasa wale vinara wa kutoa pasi za magoli zile assist zile. Kwa upande wa Young Africans tunamwona Duke Abuya ametoa pasi 4 za magoli, Israel Mwenda hali kadhalika pasi 3, Pacom 2, Maxi 2, Depu 1, Prince Dube 1 na Mohamed Hussein 1. Pelembo, ukitazama hapa unaona kwamba ni sehemu ambayo wachezaji wanayapika, halafu wengine wanakwenda kushambulia na wanakuwa na faida kubwa kwao. Na ukiangalia listi hii na ile iliyopita, majina mapya ni Duke Abuya na Israel Mwenda. Waliobaki wote ni wale wale. Inakuonyesha kwamba kuna wachezaji ambao wamekuwa na mchango mkubwa zaidi kwenye upatikanaji wa mabao, lakini kwenye mchango wa namna ambavyo mabao yamekuwa yanatengenezwa. Duke Abuya inafurahisha kwa sababu amekuwa akitumika kwenye eneo mbali kidogo na eneo la ushambuliaji. Mwanzoni kabla ya ujio wa Damaro alikuwa anacheza kwenye eneo la chini kabisa. Lakini umeona bado amekuwa na mchango mzuri kwenye utengenezaji ama upikaji wa mabao. Kusogezwa kwake kwenye eneo la juu kidogo kumemsogeza karibu na bao na amekuwa na mchango chanya. Israel Mwenda kutoka kwenye upande wa kulia, na yeye miongoni mwa fullbacks wazuri ambao tuko nao kwenye nchi kwa wakati huu, na ni kitu positive kwa Mwalimu kwa sababu Israel Mwenda ameshakuwa na mchango na Mohamed Hussein ameshakuwa na mchango. Watu wako wa chini wanakupa faida ama wanakupa ile ladha iliyokuwa bora kwa namna moja au nyingine ya kuweza kusaidia utengenezaji wa mabao. Sawa. Na kwa upande wa Simba umeona Elim Panzu hakuwa na wakati mzuri sana wa kufunga, lakini angalau pasi 3 za magoli amesaidia. Shomari Kapombe, Morris Abraham, Anise Ora, Neo Maema, Wilson Nango pia na Ino Loemba. Naye pia amekuwa ni mchezaji ambaye amekuwa na mchango mkubwa sana ndani ya klabu yake. Na sasa moja kwa moja hebu tukaangalie magolikipa. Hao ni magolikipa wenzangu. Takwimu zao zinasema namna gani kwa wale ambao wameonekana kuwa na wakati mzuri zaidi? Kwa upande wa Young Africans tunamwona Djigui Diarra, yeye katika michezo ya dabi sasa amecheza michezo 8 kuanzia msimu huu 2020, 21, 24, 25, michezo 8, dakika 720 uwanjani akihudumu namna hiyo na amepata clean sheet 4. Tunaiona namna hiyo, lakini ameruhusu mabao 5 katika michezo hiyo 8 ambayo amekaa golini. Metacha Mnata tumeona mchezo mmoja wa dabi na amecheza dakika zote 90 na hajaondoka na clean sheet, maana yake aliruhusu bao 1. Faruq Shikaro unamkumbuka pia, golikipa huyu kutoka Kenya, amecheza dabi 1 katika kuanzia msimu huo, lakini dakika zote na amepata clean sheet 1, hakuruhusu bao lolote. Takwimu zinaonekana namna hiyo, Musikula. Hii ni rekodi ya aina gani kwa upande wa Young Africans? Kikubwa unaweza ukasema kwamba hapa kuna siri kubwa sana kwenye dabi ya Kariakoo, hasa Yanga anapomenyana na Simba. Siri hii ni ipi? Kwamba moja kati ya silaha yao kubwa zaidi ya kushinda mechi ya Simba na Yanga ama Yanga na Simba ni uwepo wa Djigui Diarra.
yani ukichukua matokeo mengi ya ushindi ya wananchi, ukiangalia kwenye ule mchezo, yes, Djigui Diarra ni ambaye amepata nafasi kubwa sana. Manake angalia kwenye mechi 8, 50% akuruhusu bao. Karuhusu mabao 5 tu kwenye michezo 8. Lakini ukienda mbali zaidi, save ambazo amezifanya kwenye mechi za ligi kuu ni nyingi sana. Takriban zaidi ya 5. Kwa hiyo unapata hiyo picha kwamba Djigui Diarra amekuwa ni silaha ya kutosha sana. Kwa upande wa kikosi cha Simba, unajaribu kuangalia kwamba uwepo wa Aishi Manula kipindi fulani ilikuwa ni bora kwa upande wa Simba. Angalau walikuwa na goalkeeper ambaye alikuwa na uwezo mkubwa. Lakini Musa Kamara tunakumbuka namna ambavyo alivyokuwa kwenye mingoti mitatu, ingawa tunasema kwamba alivana na Yanga ambayo ilikuwa yuko ya moto sana na kuweza kukeep clean sheet. Kwa hiyo katika hizo nyakati unaangalia kwamba kwa hapa kwenye kikosi cha Simba hakuna goalkeeper ambaye pengine anaweza akaanza leo kwenye kikosi cha Simba, lakini kwa Yanga wanaye Djigui Diarra. Na bila shaka yoyote nadhani takwimu hizi ambazo tumezipitisha hapa kwa watazamaji wetu zitakuwa zimefaidisha sana na kuona kabisa kwamba hii dabi inakwenda kuwa ni dabi ya aina gani kwa sababu ya zile ambazo zimepita, mambo ambayo yamefanyika, magoli, wafungaji, magoli kipa na mambo kama makocha, hali kadhalika uwezo wao mkubwa ambao wamekuwa nao. Basi mtazamaji na wewe ambaye unatufuatilia kupitia UFM, sisi hatuna la ziada kwa hapa. Mimi ni Omar Katanga, nimekuwa naye hapa Salum Pelembo pamoja naye leo na Musikula katika kuhakikisha tunakupitisha kwenye takwimu zote hizi kuelekea dabi ya Kariakoo, na kusisitiza tu kwamba bado muda unao, fanya haraka ukalipie kisimbuzi chako usije ukapitwa na burudani hiyo ya baadaye. Wakati wenzako tunafuatilia, na wewe pia upate burudani kama wengine, mambo yanakuwa ni mazuri kabisa. Kwa wakati huu tunakutakia asubuhi njema.